السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Taala bin Aziz anasema kwamba kila mwanajumuiya ambaye anajihesabu katika bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, yeye kwa ajili ya kuboresha hali yake ya kiroho na hulka zake anaahidi katika zama hizi Mwenyezi Mungu ametupatia neema ya MTA, vipindi vya jumuiya na mikutano mbalimbali, na hasusan kuhusu bayat ya kimataifa. Kwa kupitia MTA watu malaki na malaki wanashiriki. Kwa hiyo yule mwanajumuiya ambaye ni mwanajumuiya kwa kuzaliwa na yule mwanajumuiya ambaye amejiunga na jumuiya, yeye hawezi kusema kwamba ahadi ya bayat ni nini. Basi ikiwa kuna kitu kinachohitajika ni hiki: sisi baada ya kufanya bayat tujaribu kujua maelezo yake zaidi, na kila wakati tuzingatie ahadi ya bayat tunayofanya. Ikiwa sisi tunazingatia masharti ya bayat yaliyowekwa kwa ajili ya kuboresha hulka zetu, katika hali hii hulka zetu na mahusiano yetu ya na jamii na vile vile mambo yetu ya biashara na mambo yetu ya kila siku na mambo yetu ya kinyumbani, katika mambo haya yote tutaona mabadiliko mazuri na tutaona mambo haya yameboreka kwa kuzingatia masharti haya ya bayat. Lakini miongoni mwetu wapo wengi ambao hawajapata daraja hii ambayo Sayyidina alayhi salatu wasalam alitaka kutushuhudia sisi tuwe na sifa hizi. Sayyidina alayhi salatu wasalam katika masharti ya bayat, mambo aliyoeleza, aliyotukumbusha, miongoni mwa mambo haya kadhaa ni haya. Kwa mfano, ya kwanza ni kwamba msiseme uongo, msidhulumu na msifanye hiana, na msishindwe dhidi ya tamaa ya nafsi, na kwa sababu ya tamaa ya nafsi
hamruhusiwi kuwaudhi waislamu na hususan wanajumuia, na msiwe na kibri, bali mnatakiwa muwe wanyenyekevu, na kwa kufata unyenyekevu mnalazimika kuishi maisha yenu katika dunia hii, na kwa kawaida mnalazimika kuwafaidi wanadamu wote na viumbe vyote. Hazur anasema kwamba ikiwa sisi tunazingatia mambo haya yote na tunafuata mambo haya yote, kama nilivyosema hapo awali, sisi tunaweza kuboresha hulka zetu na tunaweza kuwa na hulka njema ndani yetu, ndani ya nafsi zetu. Na si hii tu kwamba tunaweza kupata hulka ya hali ya juu, bali sisi tunaweza kupata hulka ya hali ya juu kabisa. Lakini sisi tunapochunguza nafsi zetu, tunakuta wapo miongoni mwetu wengi ambao ingawa wanafanya ahadi ya bayet, lakini hawafuati mambo haya ya masharti ya bayet. Madamu sisi kwa binafsi yetu hatupati hali ile ambamo kwa kutoa haki zetu au kwa kujipatia katika shida sisi tunapata hulka njemu, sisi tunasema kwa dhati sana kwamba tunalazimika kuwa na hulka hizi njema, na yule ambaye hafanyi hivi basi yeye anadhulumu sana. Lakini wakati sisi wenyewe tunapopata athari katika hali hii, wengi wetu ni wale ambao wanasahau hulka hizi njema. Ikiwa wao wanapokuwa na haja wanasema kauli yao ambamo ndani yake ukweli haupatikani, hata kauli yao inakuwa karibu na uongo kwa ajili ya kupata haki zao. Baadhi wakati wanadhulumu watu wengine, baadhi wakati wanafanya hiana pia kwa ajili ya kupata haki zao, na baadhi wakati wanatoa ushahidi wa uongo kwa ajili ya kujiokoa katika shida. Ikiwa si kwa kutumia mkono, lakini kwa kutumia ulimi wanawaudhi wengine. Badala ya kuonyesha unyenyekevu wanakuwa na kibri na majivuno, na baadhi wakati wanakuwa na kibri hata kama iwe ndogo au kubwa. Mimi mwenyewe nimeshuhudia kwamba katika mambo ya kadhaa yanapoletwa mbele yangu, badala ya kuthibitisha ukweli na uongo, badala ya kupata haki, wapo wengine ambao wanasisitiza juu ya tabia yao, na kwa kuona hali yao mimi inashangaa sana. Katika mambo ya biashara pia, badala ya kufuata ukweli kwa ajili ya kupata masilahi ya nafsi, wanafanya juhudi sana. Na zaidi ya hayo yote ni kwamba wengine wanakuwa na mawakili wao. Wale mawakili kwa kuonyesha umahiri wao na kwa ajili ya kuboresha ubora wao wanasema maneno ya uongo. Hata kama mambo haya yawe ya biashara au iwe mambo ya mke na mume au iwe jambo lolote, kwa sababu ya mawakili hawa mambo haya yanakuwa ndefu sana. Kwa hiyo mawakili ambao wanajumuia wanatakiwa, na vile vile watu wahusika pia wanatakiwa
wazingatie ahadi ya bayati yao na vile vile watangulize haufu ya Mwenyezi Mungu juu ya masilahi ya nafsi zao. Halifa mtukufu anasema kwamba hii ni dhahiri kwamba ikhtilafu na vurugu au ikhtilafu inapatikana wakati wote wanapokuwa na malalamiko dhidi yao, na vile vile wanakuwa na dhana mbaya. Katika hali hii jukumu la muaminio ni kwamba badala ya kuendelea na ikhtilafu hii na badala ya kusisitiza juu ya ikhtilafu yao, wao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wawe wapole na wao walete ikhtilafu yao katika nidhamu ya jumuiya au katika kadhaa, na wao wakumbuke kwamba sisi ni ndugu. Sisi tunalazimika kuondoa ikhtilafu huu, na kwa kuondoa ikhtilafu huu tunatakiwa tuishi kwa upendo na mapenzi. Lakini yule ambaye anastahili kupata haki na wale ambaye analazimika kutoa haki, ikiwa wote wanasisitiza juu ya tabia yao katika hali hii, iwe nidhamu ya jumuiya, iwe kadhaa au mahakama wa nchi, katika hali hii wakitoa uamuzi wa uadilifu, katika hali hii mambo hayawezi kuishi. Baada ya mahakama moja, hawa watapeleka kesi yao katika mahakama mwingine. Hata kama bodi ya kadhaa inatoa uamuzi katika hali hii, pia baadhi wakati mtu ambaye analazimika kutoa haki yeye hatoi haki au hakubali uamuzi wa kadhaa. Baadhi wakati watu wananiandikia kwamba sisi tumedhulumiwa sana, wewe mwenyewe uangalie jambo hili. Na mambo haya, malalamiko haya hayaishi bali yanaendelea, na kwa ukweli hii yote inatokea kwa sababu ya kuwa na kibri na majivuno. Basi ikiwa sisi tunataka kuondoa ikhtilafu katika hali hii, tunalazimika tusiwe na tabia ya kusisitiza baadhi wakati kwa ajili ya kuondoa ikhtilafu. Hata kama mtu anastahili kupewa haki, yeye analazimika kumpatia urahisi mwenzake. Hata baadhi wakati yeye analazimika kuacha haki yake. Kuhusu hii Mwenyezi Mungu anatupatia mafundisho gani? Mwenyezi Mungu anasema, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisara wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ikiwa mtu anakuwa na shida ya mali, basi nyinyi mnalazimika kumpatia wakati mpaka yeye awe na hali nzuri. Ikiwa nyinyi mnasamehe mkopo na mnatoa kama ni sadaka, basi hii ni nzuri sana. Ikiwa nyinyi mnakuwa na elimu, mnalazimika kujua kwamba baadhi wakati nyinyi pia mnaweza kuwa na hali ya aina hii wakati mnakuwa chini ya madeni. Na zaidi ya hayo yote ni kwamba Mwenyezi Mungu anatupatia urahisi katika mambo yetu mengi. Katika mambo yetu, ikiwa Mwenyezi Mungu akianza kutukamata sisi au kutuadhibu sasa kwa sababu ya amali zetu, basi sisi hatuwezi kuwa na ulinzi. Basi tunalazimika tuwe na tabia ya upole kwa ajili ya kutimiza haki za wengine. Katika maisha ya kila siku na katika mambo ya madeni, tunatakiwa tukumbuke mafundisho haya ya Qur'ani tukufu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia aliwahimiza waaminio na aliwakumbusha waaminio kwamba nyinyi mnalazimika kutumia upole duniani. Mkitumia upole katika dunia hii, Mungu pia atawarehemu. Pengine
tunatakiwa tukumbuke kwamba sisi siku moja sisi pia tutaulizwa kuhusu amali zetu. Ikiwa Mungu akianza kutoa uamuzi juu ya haki, katika hali hii hatuwezi kupata msamaha kutoka kwake. Basi kwa ajili ya kupata msamaha na ghufira kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika mambo yetu ya dunia, tunatakiwa tutumie upole na huruma, tusitumie ukali na ghadhabu au tujali kuhusu haki zetu tu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia aliwasihi wale ambao wanadai mkopo kwamba wao wapatie urahisi. Katika hali hii watapata thawabu. Katika riwaya inapatikana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, yule mtu ambaye alikuwa anadai mkopo kwa mtu mwingine au madeni kwa mtu mwingine, na yeye baada ya kupita muda uliopangwa anampatia muda zaidi, basi kila siku ambayo anampatia urahisi yeye, hii itakuwa sadaka kwa ajili yake. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwahi kusema, sadaka inaondoa balaa yenu na maafa yenu na shida zenu. Basi biashara hii ni nzuri sana, kwamba kumpatia urahisi ndugu. Sisi tunasalimika katika maafa mengi, ni shida nyingi sana. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye haachi mema yetu bila kupatia thawabu. Yeye anatupatia thawabu ya kila mema. Ikiwa sisi tunakumbuka mafundisho haya na nasaha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika hali hii jamii yenye usalama na amani itapatikana, na ikhtilafu haitapatikana, wala ikhtilafu haiwezi kuendelea katika hali hii. Wale ambao wanalazimika kuwasihi watu kwamba wakubali uhukumu, kazi yao pia itapungua. Katika hali hii kadhaa pia inaweza kuokoa wakati wake, ingawa kadhaa iliundwa ili itoe uamuzi, lakini ikiwa watu hawakubali uamuzi, katika hali hii wakati wao itapotea. Lakini kama wote wanakubali uamuzi, katika hali hii mambo yatakuwa rahisi na mambo hayataathirika. Na vile vile matumizi yanayofanywa kwa ajili ya kesi, matumizi haya pia yatapungua. Baadhi wakati watu wengine wanasisitiza juu ya maoni yao kiasi hiki kwamba wanakubali hasara yao, lakini wanataka uamuzi utolewe kwa ajili yao, hata kama wanaenda wapi au wanapita kiasi gani. Katika kusisitiza kwao, baadhi wakati watu wananiandikia kwamba sasa wewe uangalie kesi yetu. Hazur anasema ikiwa watu hawana kibri na majivuno, katika hali hii wanaweza kuokoa wakati wangu, na mimi pia naweza kuokoa wakati wangu katika mambo haya ya ufedhuli. Mimi baadhi wakati kwa kuona mambo yao na powajibu wote wawili, ikiwa jibu langu si sawa na maoni yao, katika hali hii wapo wengine ambao wanasisitiza juu ya maoni yao na kauli yao, na wanasema kwamba ndio sisi ni sawa, sisi ni juu ya haki, na wao wanasisitiza kwamba uamuzi utolewe juu ya haki. Na pamoja na hii wanasema kwamba hatuwezi kumpatia mwenzetu urahisi, ingawa mimi nawaandikia waziwazi. Lakini baadhi wakati wapo wengine ambao baada ya miezi 3-4 wananiandikia barua tena kwamba sisi tulikuandikia kuhusu mambo yetu na sisi ni juu ya haki, kwa hiyo tunakuomba uangalie uamuzi wetu na utupatie haki yetu. Hazur anasema kwamba mimi sisemi kwamba maamuzi ya kadhaa ni sahihi moja kwa moja 100%, lakini 80-85 ni sahihi, na ushahidi unaotolewa katika kesi hizi za kadhaa kwa kupitia
ushahidi huu maamuzi haya yanakuwa sahihi. Hata kama maamuzi yanakuwa si sahihi, hatuwezi kulaumu nia. Bila shaka hawa wanatoa uamuzi kwa nia safi kabisa. Basi ikiwa familia moja inaona kwamba yeye anastahili kupewa haki, lakini uamuzi unakuwa dhidi yake, katika hali hii hatuwezi kumlaumu kadhi au kadhaa, kwa sababu watu wengine wanaanza kumlaumu kadhi au kadhaa. Wao walitoa uamuzi sawa na ushahidi uliotolewa. Ikiwa katika uamuzi fulani kuna kitu fulani kilichofichika na si wazi, katika hali hii ikiwa familia moja inaniandikia, baadhi wakati mimi mwenyewe pia naangalia kesi ile, lakini kama niliyosema kwamba maamuzi mengi yanakuwa sahihi yanatolewa na makadhi hawa, lakini kwa sababu ya kuwa na dhana mbaya, familia hizi zinaleta shaka na dhana mbaya. Basi hatutakiwi tuwe na dhana mbaya, kwa sababu dhana mbaya inatufungulia njia nyingine ya maovu. Hazuru anasema kwamba mambo ya kadhaa yawe ya kuhusu biashara au mambo ya kifamilia, katika kila jambo inakuwa jambo la mali. Kuna sehemu ingine kuna haki ya mahari na kuna kesi ya mali, na mara nyingi inakuwa kesi ya mali. Katika kila kesi mambo ya mali lazima yanaingia. Na katika mambo ya kifamilia wanadai fedha, na katika mambo ya biashara pia wanadai fedha kutoka kwa mtu mwingine. Katika mambo ya kifamilia, kwa mfano, kuna mahari, na hii ni mkopo juu ya mume ambaye analazimika kutoa, lakini baadhi wakati watu wa msichana wanapanga mahari zaidi ya uwezo wa yule kijana, na yule kijana analazimika kutoa mkopo kwa sababu mahari ni mkopo, analazimika kutoa. Lakini upande mwingine familia ya msichana pia wanadhulumu kwa kuweka mahari zaidi ili waweze kumshika vizuri yule kijana, na baadhi wakati mahari hii inakuwa ngumu kwa ajili yule kijana kulipa. Hata baadhi wakati kijana anakuwa hana uwezo wa kutoa mahari hii kadhaa. Baadhi wakati kwa kuona hali ya kijana ikiwa inapungua mahari, basi watu wa familia ya msichana wanaanza kuleta malalamiko. Hivyo ndivyo kuna mambo ya mkopo, ikiwa kadhaa kwa kuona hali ya yule mtu ambaye anadaiwa inaweka katika kwamba mkopo ilipiwe kwa awamu, basi wanaanza kuleta mashitaka. Sisi ikiwa tunawasihi watu wengine kwamba wafuate mafundisho ya dini tukufu ya Islam, sisi pia tunalazimika kuthibitisha na kuimarisha usalama na amani katika jamii. Na hali ya masahaba ilikuwa ya aina hii. Hali yake inapatikana katika riwaya moja Hazrat Abu Qatada. Kuhusu Abu Qatada imesimuliwa kwamba yeye alikuwa anamdai mkopo kwa mtu, madeni kwa mtu, na yeye wakati wote alipokuwa akidai madeni yake yule mtu alikuwa akificha. Siku moja alipomwendea kijana wa yule mtu akasema kwamba yeye hayupo nyumbani, yule Abu Qatada akasema kutoka kwa nje ya nyumba kwamba mimi najua kwamba yupo nyumbani, kwa hiyo haina haja kuficha, utoke nje na uzungumze nami kuhusu madeni.
kwa yule mtu akatoka nje, na yule Qatada akamuuliza, kwa nini ulikuwa unaficha badala ya kulipa madeni? Yule mtu akasema kwamba ukweli ni kwamba siku hizi mimi hali yangu ya kiuchumi si nzuri, mimi sina kitu chochote cha kupatia, na pamoja na hii kwamba mimi nina familia kubwa sana na watoto wengi sana, na lazimika kuwalisha hawa watoto pia. Kwa kusikia hii Abu Qatada akasema, je, kweli unasema ni hivi, hali yako ni aina hii? Yule mtu akasema kwamba wallahi hali yangu ni aina hii. Kwa kusikia hii Abu Qatada akasamehe madeni yote aliyokuwa anadai kutoka kwa yule mtu. Hazur anasema kwamba huu ndio ni mwenendo ambao unatakiwa uwe na kila mwaminio, na anatakiwa asambaze mwenendo huu, na kwa sababu ya hii amani itapatikana. Na katika tukio hili yule ambaye alikuwa na daima madeni alikuwa si mtu wa kutafuta njia ya kutokulipa madeni, lakini sawa na hali yake alikuwa hawezi kulipa madeni, ndiyo maana alikuwa anaficha hapa na pale. Yule mtu hakasema kwamba mimi sitaki kutoa madeni ninayodaiwa, kwa sababu siku hizi mambo ya aina hii yanapatikana siku hizi, na hali inakuwa kinyume na hali iliyoelezwa katika riwaya hii. Watu wanachukua mkopo na baadaye wanasema kwamba sisi hatukuchukua mkopo wala hatudaiwi. Kwa hiyo amani inaweza kupatikana kwa sababu ya tabia ya watu wawili, yule ambaye anadaiwa na yule ambaye anadai. Yule ambaye anadai madeni yeye ampatie urahisi mtu mwingine ambaye anadaiwa, na yule ambaye anadaiwa yeye ajue kwamba yeye analazimika kutoa madeni, asitafute udhuru mbalimbali. Katika hali amani inaweza kupatikana. Sisi baada ya kufanya bayati ya Sayyidina Alayhi salatu wasalam tunatakiwa tuwe na mwenendo wa aina huu. Hata kama kadhaa inatupatia urahisi au hatupewi urahisi kutoka kwa kadhaa, au kadhaa inatulazimisha kwamba tutoe madeni, au hatukulazimishwa, lakini yule ambaye analazimika kutoa madeni analazimika atoe madeni yake, na yeye afanye juhudi sana ili aweze kutoa madeni yake yote. Upande moja, ikiwa mtu hatoi haki zake, kuhusu hii Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio moja. Mtu mmoja alikuwa anadai kodi ya nyumba kwa mtu, lakini yule mtu alikuwa hataki kutoa kodi ya nyumba, na yule mwenye nyumba alikuwa haishi Qadian, mara kwa mara alikuwa akija Qadian. Hadhrat Muslim Maud anasema, nikamwambia kwamba wewe unafanya kazi katika jeshi na unakuja kwa wiki 2-3 katika Qadiana, unaweza kuishi katika nyumba ya wageni katika siku hizi. Unapokuja hapa Qadiana unaweza kukaa kwa marafiki zako. Siku hizi tuna shida ya nyumba. Ikiwa wewe unamtoa yule mtu ambaye anaishi katika nyumba yako kwa ajili ya siku kadhaa, yule mtu atapata shida sana na udhia sana. Kisha akatoa mfano kwamba masahaba walitoa hata mali yao kwa ajili ya wale masahaba waliohamia, na wewe kwa ajili ya kukaa siku 2-3 unataka kumtoa katika nyumba ambaye anaishi miezi 11. Hazur anasema yule mtu alipata athari sana kwa kusikia kauli yangu hii na nasaha yangu hii. Akasema yule mwenye nyumba, Hazur anasema kweli wewe ulisema ni sahihi, mimi nilikuwa nimekosea kwa sababu ya kumsumbua, lakini wewe umuulize huyu ambaye anadaiwa kodi ya nyumba tangu miezi kama 8 au 9 hakutoa kodi ya nyumba, mimi namdai. Kwa sababu ya hii mimi niliamua kwamba mimi nimtoe katika nyumba yangu kwa sababu hatoi kodi ya nyumba. Kwa kusikia hii Muislamu anasema, mimi nikamwambia yule mwenye nyumba kwamba ni sawa, unayosema ni sawa, wewe huna kosa.
kosa ni la yule mtu ambaye anaishi katika nyumba yako lakini hasemi kwamba anadaiwa kodi. Anasema kwamba hali yangu ilikuwa ya aina yake, kwamba mimi nilijaribu kumlainisha moyo wa yule mwenye nyumba, lakini yeye alisema neno ambalo nilikuwa si na jibu lake. Ikiwa yule mtu ambaye alikuwa anaishi katika nyumba yake angekuwa ametoa kodi, basi mimi ningepata ushindi na ningeweza kutoa uamuzi. Lakini yule mtu ambaye alikuwa anaishi katika nyumba ya yule mtu hakutoa kodi ya nyumba, na vile vile alitaka aendelee kuishi katika nyumba ile. Anasema Sayyid Muslim Maud kwamba wakati yule hali yangu ilikuwa sawa na yule mtu, kama anasema kwamba kulikuwa mtu mmoja Pathan, yeye alisikia kwamba mtu akimhubiri mtu na yeye akisoma shahada basi ataingia peponi. Basi akamkamata baniani moja na akamlazimisha asome shahada. Kwa hiyo baniani akasema sawa, nifundishe shahada. Lakini yule Patana akasema mimi siwezi kukuambia shahada, wewe mwenyewe usome. Lakini baniani akasema mimi sijui shahada ni nini, wewe ni Muislamu utakuwa unajua shahada. Lakini yule Patana akasema mimi sijui shahada ni nini. Leo bahati yangu ni mbaya, pengine mimi nilikuwa tayari kuingia peponi kwa sababu ya kuambia kwamba usome shahada. Hazuru anasema kwamba mimi nilipomlainisha moyo wa yule mwenye nyumba, basi yeye alisema kauli ambayo kwa sababu ya kauli ile shahada yangu ilibaki kule kule. Ikiwa yule mtu ambaye alikuwa anaishi katika nyumba ya mtu asingekuwa amenyimwa haki ya mwenye nyumba, basi ningeweza kumlainisha yule mtu. Hazur anasema kwamba mambo ya aina hii yanakuja katika kadhaa na yanaletwa kwa halifa pia. Kwa hiyo mambo hayo yanapoletwa inatakiwa mambo yaelezwe kweli kweli, na isije katokea hivi kwamba halifa mtukufu pia apate fedheha kwa sababu ya kutoa uamuzi ambayo si sahihi kwa sababu ya ushahidi uongo wa watu. Hazuru anasema kwamba siku hizi pia mambo haya ya aina hii yanapatikana, kwamba yule ambaye anadai haki hata kama tunamlainisha, lakini yule ambaye anadaiwa yeye anasisitiza juu ya tabia yake, na pamoja na hiyo analeta malalamiko kwamba hatukufanyiwa ihsani. Kuhusu hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba kwa ajili ya jamii nzuri tunatakiwa tufanye nini, na Waislamu wanatakiwa wawe mahusiano ya aina gani na jamii ya aina gani, na wote wanatakiwa watimize haki kiasi gani. Kuhusu hii mimi nataka kusoma maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa anamwombea yule mtu ambaye anampatia urahisi mwingine. Anasema Mwenyezi Mungu amrehemu yule ambaye anampatia urahisi wakati anapofanya biashara, na wakati anapodai madeni yake yeye ampatie urahisi. Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam aliwabashiria wale watu ambao wanatoa urahisi kwa ajili ya wengine. Alisema Mwenyezi Mungu alimuingiza mtu mmoja peponi, yule ambaye wakati wa kununua na wakati wa kuuza na wakati wa kutoa mkopo na wakati wa kudai madeni alikuwa anampatia mwenzake urahisi, na kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu alimuingiza peponi. Kishika riwaya moja inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yule mtu ambaye alimpatia urahisi mtu ambaye anadaiwa madeni au akasamehe madeni, basi siku ya kiyama atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atampatia kivuli chini ya arshi yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
alieleza habari ya msamaha wa mtu mmoja kwamba mtajiri mmoja mwenye biashara alikuwa akiwapatia watu mkopo. Yeye alipokuwa akiona kwamba mtu yupo katika shida, hawezi kulipa madeni, basi alikuwa akiwaambia wafanyakazi wake kwamba umpatie urahisi, labda Mwenyezi Mungu pia atatupatia urahisi na atatusamehe. Anasema kwa sababu ya amali yake huyu mtu Mwenyezi Mungu alimsamehe na alimghufiria. Basi wale watu ambao wanakuwa na uwezo, kadiri ya uwezo wao wapatie urahisi wengine, badala ya kuleta vurugu na ikhtilafu na kesi katika mahakama, na wao wapoteze fedha yao pia kwa kuleta kesi. Lakini Islam haisemi hii tu kwamba yule ambaye anadai mkopo au madeni apatie urahisi, bali Islam inahakikisha jamii ya aina hii ambamo kila mmoja anakumbushwa kuhusu majukumu yake, na kwa sababu ya hii chuki inatoka na amani inapatikana. Yule ambaye anadaiwa, Islam inawasihi sana. Hadha Muslim Maud mfano aliyotoa, kwa kuona mfano huu, mifano mingi tunakuta kwamba kwa ajili ya kulipa madeni wengine wanatafuta udhuru mbalimbali, na nidhamu haiwezi kuwasaidia watu wa aina hii. Ikiwa sisi tunaanza kuwasaidia watu wa aina hii ambao wanatafuta udhuru mbalimbali, katika hali hii watu wataanza kunyimwa haki za wengine, na katika hali hii badala ya kupatikana amani katika jamii, ufisadi utapatikana. Katika masharti ya baiyati ya Sayyidina Alayhi salatu wasalam, sharti moja ni hii kwamba mfasi wake ajiepushe na ufisadi wa kila aina. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuhusiana na hii pia alitupatia mwongozo. Katika riwaya moja inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule ambaye anatafuta udhuru kwa ajili ya kulipa madeni yake, hii ni dhulma. Yule ambaye anatafuta udhuru mbalimbali, yeye anatakiwa afuatwe, yani alazimishwe ili aweze kutoa madeni ya watu wengine, kwa sababu yeye anatafuta udhuru mbalimbali. Hapa hakuna upole wowote. Haina haja kwamba yeye apewe urahisi, kwa sababu anaweza kulipa madeni lakini anatafuta udhuru. Ikiwa hatufanyi hivi, katika hali hii watu wataanza kunyimwa haki za wengine, kwa sababu wao wanakuwa na tabia ya kunyang'anya mali ya watu wengine. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yule ambaye anadaiwa madeni, ikiwa anatafuta udhuru mbalimbali, basi yeye anastahili aadhibiwe. Basi ni jukumu la nidhamu ya jumuiya kwamba wale ambao wananyimwa haki za wengine waadhibiwe, ikiwa wao hawaungani na nidhamu ya jumuiya. Katika hali hii wale ambao wanapopewa adhabu, katika hali hawatakiwi wapige kelele kwamba hatukufanyiwa ihsani au urahisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimpatia haki nidhamu ya jumuiya kwamba mtu wa aina hii aadhibiwe, na vile vile sheria ya nchi pia inamwadhibu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia onyo, na aliwaonya wale watu ambao hawatoi haki. Alisema wale ambao wananyimwa haki za wengine, yule mtu ambaye alichukua mkopo na kwa sharti hii kwamba atarudisha mkopo, Mwenyezi Mungu atalipa mali kwa niaba yake. Lakini yule mtu ambaye alichukua mkopo kwa ajili ya kunyang'anya mali ya mtu mwingine, basi Mungu ataangamiza mali yake yote. Basi ikiwa nia inakuwa halisi, inakuwa safi, katika hali hii Mwenyezi Mungu anampatia urahisi.
na anamwezesha anaweza kulipa madeni au anaweza kulainisha moyo wa yule mtu ambaye anadai madeni. Lakini ikiwa mtu anakuwa na nia mbaya katika hali hii, yule aliyechukua madeni mkopo anaadhibiwa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kawaida alikuwa haongozi swala ya jeneza yule mtu ambaye alikuwa anadaiwa. Ikiwa mali yake ilikuwa haitoshi kwa ajili ya kulipa madeni, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya dua ili asiwe chini ya mkopo na madeni. Katika riwaya moja inapatikana sahaba moja anasema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mimi naomba ulinzi wa Mwenyezi Mungu dhidi ya mkopo na madeni. Mtu mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, madeni ni sawa sawa na kufru? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo, mtu atatendewa sawa na hali ya ukafiri. Hazrat Aisha pia anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala alikuwa akifanya dua hii: Mola wangu, naomba ulinzi wako dhidi ya madhambi na madeni. Mtu mmoja akamuuliza, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, unaomba ulinzi sana ya Mwenyezi Mungu dhidi ya madeni? Mtume sasa akasema, mtu anapodaiwa katika hali hii, yeye anasema uongo, yeye anaahidi kisha anamuja ahadi yake. Hii ndiyo ni sababu kwamba tunatakiwa tuombe kinga na ulinzi wa Mwenyezi Mungu dhidi ya madeni, na watu wanatakiwa wajiepushe na tabia ya kuchukua mali mkopo. Lakini ikiwa wamechukua mkopo, wanatakiwa walipe madeni na mkopo. Kwa hiyo mkopo na madeni yanatakiwa yalipwe bila kukosa. Ikiwa mtu anataka kadhaa isamehe mkopo au madeni, basi katika hali anatakiwa amuombe yule mtu ambaye anadai, yeye anaweza kusamehe. Kwa hiyo kuhusu hii wanajumuiya wanatakiwa wawe waangalifu sana kuhusu kulipa madeni. Halifa wa kwanza alitoa tiba moja. Ikiwa watu wote wanaanza kufuata tiba hii, wanaweza kupata urahisi. Ya kwanza alisema kwamba mnatakiwa mufanye istighfar sana, na vile vile ya pili ni kwamba msipoteze mali yenu. Watu wengi wanachukua mkopo kwa sababu wanakuwa na tamaa ya nafsi, na wanaongeza tamaa za nafsi. Na ya tatu ni kwamba alisema, ikiwa mnapata hata kama sumni moja, mtoe kwa ajili ya kulipa madeni. Kadiri mnaweza kuokoa fedha baada ya matumizi yenu, basi mutoe madeni. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe na fikira kwamba hata kama anapata fedha kidogo, yeye atoe madeni na aokoe fedha ili aweze kulipa madeni. Watu wengine wanachukua mkopo kwa ajili ya kupoteza fedha, kwa ajili ya kununua magari makubwa. Mtu mmoja aliniandikia kwamba, mimi nina gari lakini mimi napenda gari fulani, mimi sina fedha. Je, mimi naweza kuchukua mkopo kutoka kwa benki ili ninunue gari? Hazuru anasema mtu anapochukua mkopo, basi anaendelea kuchukua mkopo na anakuwa chini ya madeni. Kwa hiyo mtu anatakiwa asifanye matumizi ya aina hii. Hivyo ndivyo watu wengi walianza kufanya biashara, walikuwa hawana uzoefu, bado ni vijana, na wakachukua mkopo kutoka kwa watu kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu, biashara yao iliangamia, ilikwisha, na wao walikuwa chini ya madeni. Watu wa aina hii wanatakiwa wawe waangalifu.
hivyo ndivyo wale ambao wanatoa mkopo wao pia wanatakiwa watoe mkopo kwa kufikiria sana na kwa kuwa waangalifu sana, badala ya kuleta malalamiko baadaye. Kwa sababu ya hii fedha yao pia inapotea, na yule mtu ambaye aliyechukua mkopo yeye pia baadhi wakati kwa sababu ya kutokuwa na nia safi anakuwa chini ya kesi, na hivi anapata fedheha. Tunatakiwa tuipukane na tabia ya aina hii ili tuweze kuwa na amani na usalama katika jamii yetu na katika nidhamu yetu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi katika maisha yetu tuweze kuwa na sifa za waaminio halisi, na sisi tuweze kuimarisha jamii yenye amani na usalama, na hulka nzuri na hulka njema ambazo zimeelezwa ndani ya Qur'an tukufu. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza tuweze kuwa na hulka hizi katika maisha yetu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله